Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutaanzia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota huku mashambulizi ya mabomu yakiripotiwa kusababisha vifo na majeruhi katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Pia tutakuletea telekea katika mji wa Goma ambako tukio la kutisha la mtu kuuawa na kile kinachoitwa haki ya wananchi limezua mjadala mikali na likihusishwa na uvumi wa wizi wa viungo vya uzazi. Na katika juhudi za kurejesha amani tutaangazia hatua muhimu zilizopangwa katika mazungumzo ya huko nchini Uswisi kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 pamoja na matumaini mapya ya utulivu katika eneo la Mashariki. Haya na mengine zaidi itakuwa katika matangazo yetu ya jioni leo, na niendelee kukumbusha tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chote ningekusihi kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloja Lulonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kuzorota kwa kasi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mashambulizi mapya ya mabomu yakiripotiwa kusababisha maafa makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Katika usiku kwa mkia leo Jumapili tarehe 19 Aprili, mlipuko mikali ya mabomu imetikisa vijiji vya Mikenge, Kalingi pamoja na Point Zero vilipo katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na wanaharakati wa mashirika ya kiraia, mashambulizi hayo yalianza majira saa 4 usiku na kuendelea kwa muda mrefu usiku kucha hadi alfajiri, hali iliyozua taharuki kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 8, huku wengine wasiopungua 12 wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Nyumba kadhaa pia zimeharibiwa vibaya, familia nyingi zilibaki bila makazi na familia zao kuangamia. Mashuhuda wanasema milio ya mabomu ilikuwa mikali na ya kutisha, iliyolazimu wakazi wengi kukimbia makazi yao usiku wa manane, wakisaka hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa mashuhuda wa kwanza, wakiwemo wakazi wa maeneo walioathirika pamoja na baadhi ya viongozi wa kijamii, tuhuma zimeelekezwa kwa Rwanda ikidaiwa kuhusika katika mashambulizi yao kupitia uungwaji mkono wake kwa muungano wa Twirwaneho ambao wanashirikiana na uasi wa M23. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa huenda mashambulizi yalitekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone, ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na vyanzo huru. Hadi kufika sasa kuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala upande unaotumiwa, jambo linazidi kuongeza sitofahamu na wasiwasi miongoni mwa wananchi pamoja na wadau wa masuala ya usalama katika ukanda huo. Matukio mapya yanakuja katika wakati nyeti ambako juhudi mbalimbali za kurejesha amani zimekuwa zikiendelea, hususan kupitia makubaliano ya kisiasa na itafiki ya kupunguza mvutano kati ya serikali ya Kinshasa na uasi wa M23. Makubaliano yalikuwa na lengo la kusitisha mapigano na kufungua njia ya mazungumzo ya kudumu, lakini hali ya sasa inaonyesha kuwa utekelezaji wake unakumbwa na changamoto kubwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na mashirika ya kiraia wanasema kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika baadhi ya maeneo licha kuwepo kwa ahadi za kusitisha mapigano kunaashiria wazi kwa makubaliano hayo yako hatarini kuvunjika au tayari yameanza kupuuzwa na baadhi ya wahusika. Hali inahatarisha zaidi maisha ya raia na kuzidisha mzozo ambao tayari umesababisha mateso makubwa kwa wananchi mashariki mwa nchi. Kwa upande wao, wakazi wa maeneo yaliyoathirika wanaendelea kuishi katika hali ya hofu kubwa, wengi wao wakiwa hawana uhakika wa usalama wao wala hatima ya maisha yao. Baadhi yao wameanza kuyama maeneo ya kukimbia sehemu nyingine wakitafuta usalama, huku wakitoa wito kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kulinda raia na kurejesha utulivu. Mashirika ya kiraia yanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu, hasa kulinda raia na miundombinu ya kijamii isiyohusika na mapigano. Yanatoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo wa kuzuia na vitendo vya vurugu na kurejea katika njia ya mazungumzo. Kwa sasa hali bado inaelezwa kuwa ya tete katika maeneo hayo, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kadri uchunguzi unavyoendelea na mamlaka husika kutoa ufafanuzi juu ya tukio hilo la kusikitisha. Ni swala ambalo linaendelea kufuatilia kwa karibu na tutajitahidi kuendelea kukuletea taarifa sahihi na za kina kadri zitavyokuwa zikipatikana.
Hali ya taharuki na sitofahamu inaendelea kutawala katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia tukio jipya la kikatili la mauaji la raia linalohusishwa na kile kinachodaiwa kuwa wizi wa viungo vya uzazi, madai ambayo hayajathibitishwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, mwanaume mmoja ameuawa usiku wa kuamkia leo katika mtaa wa Ndosho, eneo la Bibunga Nyabushongo, ndani ya munisipa Karisimbi, karibu na mpaka wa eneo la Nyiragongo. Tukio limetokea baada ya mwanaume huyo kushambuliwa na umati wa watu waliokuwa na hasira kali. Inaelezwa kundi hilo la watu lilimtumu marehemu kuhusika na tukio linalodaiwa kuwa la kutoweka kwa kiungo cha uzazi cha mwanaume mwingine, madai yaliyosambaa kwa kasi katika eneo hilo na kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Bila uthibitisho wote rasmi, umati huo ulishambulia vikali kwa kipigo kabla hatimaye na kupoteza maisha kutokana na majeraha aliyoyapata. Mashuhuda wanasema kuwa tukio hilo lilikuwa la ghafla na lenye vurugu kubwa, huku baadhi ya wakazi wakieleza kuwa hali ya hofu na uvumi imekuwa ikiongezeka katika siku za hivi karibuni, hali inachochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao. Tukio hilo linaingia katika mlolongo wa matukio yanayofanana ambayo yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya mji wa Goma na viunga vyake, ambako uvumi kuhusu kile kinachoitwa wizi wa viungo vya uzazi umekuwa ukisambaa licha kukosekana kwa ushahidi wa kudhibitisha madai hayo. Kwa upande wao, watu 23 ambao wanadhibiti mji wa Goma wamekanusha vikali madai hayo, wakiyataja kuwa ni taarifa za upotoshaji zisizo na msingi wowote. Kupitia baadhi ya vyanzo vyao, wameonya dhidi ya kuenea kwa uvumi huo, wakisema unachochea vurugu na kuhatarisha maisha raia wasiokuwa na hatia. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema kuwa kuenea kwa taarifa zisizothibitishwa, hasa katika mazingira ya hofu na ukosefu wa usalama, kunaweza kusababisha matukio hatari kwa wananchi kujishughulia sheria mkononi, jambo linaloweza kuleta madhara makubwa kwa jamii hii. Mashirika ya kiraia pamoja na baadhi ya viongozi wa kijamii wanatoa wito kwa wakazi wa Goma kwa watulivu, kupuuza kusambaza uvumi na badala yake kuripoti taarifa zozote zinazotilia shaka kwa mamlaka husika. Wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu na kuepuka vitendo vya kikatili vinavyoweza kusababisha kupotea kwa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Kwa sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uchunguzi wa tukio hilo, huku hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Tukio hilo linaibua maswali mengi kuhusu usalama wa raia pamoja na athari za uvumi katika jamii, na inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka zikitarajiwa kuchukua hatua stahiki kuzuia matukio kama haya yasijirudilie. Wakati zoezi la kurejesha kwa hiari wakimbizi wa Kongo linakaribia kuanza, serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wameweka wazi msaada kamili na utakaotolewa kwa wakimbizi watakaochagua kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, mpango huu unahusiana msaada wa kifedha, vifaa pamoja na uangalizi wa kijamii, kuanzia hatua za maandalizi na safari hadi kurejea na kuanza maisha mapya nchini DRC. Kabla ya kuondoka, kila mkimbizi atapatiwa msaada wa maandalizi ya safari yenye thamani ya dola 13 za Marekani kwa kila mtu, fedha zitakazolipwa kwa sarufi ya Burundi. Kiasi hiki kinalenga kuwasaidia kwa kukidhi mahitaji haraka kabla ya safari yao ya kurejea nyumbani. Sambamba na hiyo, wakimbizi hao wananufaika na msaada katika taratibu za kiutawala, ikiwa ni pamoja na upatikanaji au urekebishaji wa nyaraka muhimu za kiraia kama nyeti za kuzaliwa, ndoa au vifo, pamoja na kurejeshwa vitambulisho vyao. Kwa familia zilizotengana pia kutakuwa na juhudi maalum za kuunganisha upya kabla ya safari ili kuhakikisha wanarejea pamoja. Katika hatua usafiri wa maandalizi yote yamefanywa kwa utaratibu maalum, ambako safari zinapangwa kutoka vituo maalum vya kuondoka. Wakimbizi wataongozwa katika kila hatua ili kuhakikisha safari yao inakuwa salama, yenye mpangilio mzuri na isiyo na changamoto kubwa. Watakapowasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, wale watakaohitaji watapatiwa makazi ya muda katika vituo vya mapokezi kabla ya kuelekea kwenye maeneo yao ya asili. Kwa upande wa mahitaji ya msingi, wakimbizi hao wanapatiwa msaada wa chakula kwa kipindi cha miezi 2 ama kwa njia mgao wa chakula au fedha taslimu, ili kuwasaidia kuanza upya maisha yao bila changamoto ya haraka ya upatikanaji wa chakula. Msaada wa kifedha wa moja kwa moja umetengwa ili kusaidia kurejesha maisha ya kawaida kwa familia hizo, huku kila mtu mzima akipatiwa dola 115 za Marekani, huku kila mtoto chini ya miaka 18 akipokea dola 75. Pia kila mtu atapatiwa nyongeza ya dola 100 kwa ajili ya kusaidia gharama za makazi. Fedha hizo kusaidiwa kuwasaidia wakimbizi kupitia makazi mapya, kukidhi mahitaji muhimu ya kila siku na kuanza kujitegemea kiuchumi katika jamii waliorejea.
Kwa makundi maalum yaliyo katika mazingira magumu, msaada wa ziara pia umetolewa. Kila mtoto kutoka familia hizo zilizo hatarini atapatiwa msaada wa masomo wenye tathmini ya dola 81 ili kusaidia kurejea shuleni. Vilevile wanawake wenye umri kati ya 12 hadi 49 watapatiwa vifaa vya usafiri venye thamani ya dola 46 kwa lengo la kulinda afya na hadhi yao. Kwa jumla, mpango wao umeundwa kwa kuzingatia mahitaji muhimu ya wakimbizi ikiwemo chakula, makazi, afya na elimu ili kuhakikisha kuwa kurejea kwao kunakuwa na mafanikio na kuwezesha kujenga upya katika jamii hii. Kuanzia kambini nchini Burundi hadi kurejea na kuanza maisha mapya nchini DRC, wakimbizi wanaostahili watanufanika ili kifurushi kamili cha msaada kinacholenga kuhakikisha kurejea kwao kunakuwa salama, lenye heshima na linalowapa fursa kuanza upya maisha yao kwa utulivu. Hii ni hatua inayotazamwa kama muhimu katika juhudi za kibinadamu za kusaidia maelfu ya wakimbizi kurejea nyumbani, huku utekelezaji wake ukifuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Operesheni kubwa ya usalama imefanyika katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na ongezeko la uhalifu na kurejesha utulivu kwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya usalama, jumla ya watu 63 wamekamatwa katika operesheni hiyo, wakiwemo wanawake 4, na vikosi vya usalama vimeripoti kukamata vifaa mbalimbali vya kijeshi pamoja na kiasi kikubwa cha bangi, jambo linaloashiria uwepo wa mitandao ya kihalifu inayohusisha na shughuli za haramu katika eneo hilo. Operesheni hiyo ilifanyika kupitia msako maalum uliolenga mtaa kadhaa mji wa Beni kwa lengo la kuvunja mitandao ya wahalifu wanaosumbua wakazi wa mji huo. Msako huo unahusisha ushirikiano wa vyombo mbalimbali vya dola, ukiwemo polisi la taifa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na idara ya ujasusi. Maeneo yaliyolengwa zaidi ni pamoja na mitaa 300 Maison iliyoko katika munisipa ya Bungulu pamoja na Biatu katika munisipa ya Beu, ambako inadaiwa kuwa maficho ya baadhi ya wahalifu walikuwepo. Kwa mujibu wa polisi ya taifa ya Kongo, operesheni hiyo ni sehemu ya mkakati ya kuimarisha usalama wa raia na kupambana na vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kushuhudiwa katika mji wa Beni na maeneo jirani. Mamlaka hizo zinasisitiza kuwa usalama si jukumu la vyombo vya dola pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi, na hivyo wamezitaka wakazi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu minendo au watu wanaotia shaka katika jamii hii. Baada ya kukamilika kwa zoezi hizo la uchunguzi na uchujaji wa waliokamatwa, watu wanaobainika husika na vitendo hivyo vya uhalifu watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma zinazowakabili kwa mujibu wa polisi ya Kivu Kaskazini. Operesheni inaongezeka katika msururu wa hatua zinazochukuliwa kwa vyombo vya usalama kwa lengo la kurejesha utulivu na kulinda maisha pamoja na mali za raia katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Ikumbuka kuwa hivi karibuni mnamo tarehe 13 Aprili, takriban watu 10 wanaodaiwa kuwa wahalifu waliwasilishwa mbele na kamishna wa polisi katika mkoa huo katika mji wa Beni. Washukiwa hao walikamatwa na vyombo maalum vya usalama vikihusishwa na matukio mbalimbali ya uhalifu yakiwemo wizi wa kuvunja nyumba pamoja na madai ya kushirikiana na wasi wa ADF. Hatua hizo zinaonyesha kuongezeka kwa juhudi za mamlaka katika kupambana na uhalifu, huku matarajio yakiwa ni kurejesha hali ya amani na usalama kwa wakazi wa Beni na maeneo ya jirani. Janga kubwa la kibinadamu linaendelea kuripotiwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 1350 wamepoteza maisha katika ajali ya maporomoko ya ardhi kwenye mgodi wa Rubayo uliopo katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na wadau wa usalama, tangu kuanza kwa mwaka 2026, jumla ya watu zaidi ya 1350 wakiwemo wanawake, watoto na wachimbaji wadogo wamefariki dunia kufuatia mfululizo wa maporomoko ya udongo katika eneo hilo la uchimbaji madini. Mgodi wa Rubayo unapatikana katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ya coltan, ambayo ni madini muhimu sana katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki duniani. Eneo hilo linatajwa kuwa miongoni mwa vituo vikuu vya uzalishaji wa madini hayo katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika. Hata hivyo, pamoja na umuhimu huo wa kiuchumi, shughuli za uchimbaji katika mgodi huo zinaelezwa kufanyika katika mazingira hatarishi na yasiyo rasmi. Taarifa mbalimbali zinaeleza kuwa mgodi huo unadhibitiwa na waasi wa M23 wale wanaozua maswali juu ya uhalali wa shughuli hizo pamoja na usalama wa wachimbaji.
Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa uzalishaji wa coltan katika eneo hilo unaweza kuzidi tani 110 kwa mwezi, lakini faida ya rasilimali hiyo haionekani kwa kufikia wananchi wa kawaida wanaoishi katika mazingira magumu wanayozunguka mgodi huo. Ajali ya maporomoko ya ardhi yamekuwa zikijurudilia mara kwa mara, zikichangiwa na mbinu duni za uchimbaji, ukosefu wa miundombinu salama, pamoja na kukosekana kwa usimamizi wa kitaaluma. Wachimbaji wengi wanafanya kazi katika mashimo yasiyo imara bila vifaa vya kujikinga, jambo linaloweka katika hatari kubwa ya kufunikiwa na udongo wakati wowote. Baadhi ya manusura pamoja na mashuhuda wanasema kuwa hali ya kazi katika mgodi huo ni ngumu na kutisha, huku wengi wakilazimika kuendelea kuchimba ili kujipatia kipato licha hatari kubwa inayowakabili kila siku. Zaidi ya hayo, wakazi wa maeneo wanazunguka mgodi huo wanasemekana kuishi katika mazingira hofu, wakikabiliwa na shinikizo kutoka kwa makundi yenye silaha yanayodhibiti eneo hilo. Hali inachangia kuendelea kwa mateso ya jamii na kiuchumi kwa wananchi wa eneo hilo. Mashirika ya kiraia na watetezi wake za binadamu wanatoa wito kwa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuboresha usalama wa wachimbaji, kusimamia ipasavyo rasilimali za madini na kulinda maisha ya raia wanaendelea kuathirika na shughuli hizi hatarishi. Janga hili linaibua tena mjadala kuhusu usimamizi wa rasilimali za asisi katika maeneo yote yenye migogoro, pamoja na athari zake kwa maisha ya wananchi. Hii ni tukio linalotia wasiwasi mkubwa na linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wito kuongezeka kwa mamlaka za kitaifa na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuzuia kuendelea kwa maafa kama haya. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Niambo ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekusia kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo kila siku tunakuletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itaresha sana usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Telo Shelulonga, sina la ziada la tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi tumtakie jioni njema na usiku mwema, na nikodi tena tutaonana kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, usiku mwema, bye bye na ciao.